Kwa nini unaingia na hivi viatu umeacha nje? Na kipindi unaingia haja kuona mtu? Hakuna aliyeniona. Lakini pia nimefika muda mrefu sana. Vipi? Tayari? Fifi. Unawaza nini? Amna kitu. Okay, sawa. Unajua kipenzi, muda mrefu mimi na wewe hatujakutana. Basi niko na leo iwe siku muhimu sana mimi na wewe kuweza kufarijiana. Unajua kipenzi, nimekumisi sana. Kama unavyojua, yaani ninapokuona akili yangu inavurugwa mama. Yaani najikuta muda wote nakutamani kipenzi. Najua kipenzi changu. Lakini kwa leo siko sawa. Ili jambo tungefanya siku nyingine tu. Lakini hiyo kauli yako sio mara ya kwanza kuisikia. Hata mara mwisho nilivyokuja hapa ilikuwa hivi hivi. Yaani kila nikija tu hapo wewe hauko sawa. Kwa nini unanifanyia hivi? Naelewa unavyojisikia. Ila kwa leo ungeniacha tu. Nielewe baby. Hivi lakini wewe hivi unajua kwamba mimi kila kitu cha undani ndio nakufanyia, ndio nakuwezesha. Nimekupangia chumba, nimekununulia vitu vya undani, yaani kila kitu na kuhudumia. Nini hasa kwangu wapo unakosa? Yaani kitu kidogo tu cha kunifariji moyo wangu unashindwa? Hivi unadhani mimi hisia zangu nitazipeleka kwa nani? Salamu yako unanisaidia kitu gani? Kama mali kampe Zena kwa mara ya pili. Hivyo wewe unanichukuliaje mimi? Unachukulia unaniweza sana Kwa sababu tu umeniweka katika hicho kibanda chako, basi ufanye vile ambavyo unataka wewe. Tamala nini? Unataka kuniambia kuhusu nini? Kwa hiyo umefanya malaya yako, umeona itoshi, ukarudiane na huyo Zena, si ndio? Ana kitu gani ambacho mimi sina? Basi ungeniambia mke wangu ufiki hapa ili na mimi nifike. Hebu nisikilize. Kuhusu chochote ulifikiri ni siri? Au ulijua kwamba mimi sitojua Sasa nikwambie, najua A to Z. Na kwa taarifa yako, usifikiri kuniweka hapa ndani mimi kama msukule. Kuna wanaume kibao wananitaka katika hichi kijiji. Usifikiri kwamba mimi sitakiwi leo kesho, lakini nasema kwa sababu umenistiri ni kuheshimu. Lakini naona sasa tunavunjiana heshima. Unaniletea ushenzi. Wewe unajifanya malaya sana, kidume sana si ndio Sasa nakwambiaje, tutaonyeshana. Ili aliishi, utakapopita kushoto na mimi napita kulia. Nishakwambia. Shenzi mkubwa wewe. Ndoko, usaka. Mambo bebe bila yako. Njia ni nyeupe. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Ni nani amefanikiwa kupitia mdomo? Mambo mangapi unajua napitia huko mtaani kwa ajili yako? Nateseka mara ngapi kwa ajili ya wewe uishi? Unataka kunipanda kichwani? Mambo nisikilize. Beba vizagazaga vyako.
tuambie ukweli mambo ambayo unayafanya. Hakuna kuniambia ukweli. Tena uzuri zaidi, ndani ya maongezi yako umedai kwamba kama nimekuchoka nikabidhi vilabu vyako. Unadai kuondoka. Ndio vilabu vyako. Pia naomba nikusupport katika safari yako. Nachukua ndio. Kwa nini siko tena ile inanificha vizuri. Wewe ni nyanyasa kwa nilikuwa ngojivaa. Naomba nisikilize kwa makini. Yule Samsoni mmedanganywa naye mtaani, sio Samsoni hii. Hii ni Samsoni nyingine. Unapoondoka na mtu kama mtu mwanzo na mwisho. Na wewe. Niko na huyu. Hebu niache bana. Kwani siendi? Zege. Naam kaka. Siku zinazidi kwenda. Umefikia wapi kuhusu jambo letu? Ni kweli siku zinakwenda sana, lakini nimefikia pazuri, isipokuwa sio sana. Kwa nini sio sana? Unajua bro, bwana ule Chiba bwana alipokea posa kutoka kwa mtu mwingine. Ngoja kwanza. Chiba alipokea posa ya mwanaume mwingine? Tena sio siku nyingi sana, ni hivi karibuni tu. Mbona sikuelewi vyema? Kwa sababu wewe ulisema kuwa umeshakwenda kuzungumza naye na amekubali sisi kwenda kuoa kwenye mji wake. Sasa inakuwaje tena unaniambia sasa hivi kwamba alipokea posa ya mtu mwingine? Ni kweli alisema hivyo, lakini alikuwa amenificha. Ila baada ya kuona kwamba wewe ni mtu muhimu kwake na mtu sahihi, akaamua kuongea ukweli. Okay. Sasa Zege, hebu niambie tunafanyaje? Kwa sababu kiukweli yule binti Zena bado yupo kwenye kichwa changu. Yes, na sidhani kama nahitaji kuwa mwanamke mwingine yoyote zaidi yake. Tunafanya nini hapa? Sawa. Kimsingi mimi Chiba na mudu na Chiba na mweza. Amehitaji kiasi kidogo sana cha pesa. Kama kiasi gani? 100,000 tu ili arudishe kwa yule mshenga ambaye amemposa binti yake. Kwa hiyo unataka kusema kwamba yule binti alikuwa amelipiwa 100,000. Kwa hiyo mimi napaswa kuirudisha ili tuweze kumuoa sisi. Upo sahihi. Basi sawa. Sawa, mimi naona kama kuna uwezekano. Wapi hapa kuna sehemu ya kutolea pesa karibu? Sasa sikia. Hapa kuna kilima hapo. Hapo nyuma. Unapanda kwa kilima. Kwa mbele unakuta kuna wakala. Basi wacha nikatoe nikuletea ili uweze kwenda kurekebisha hili swala. Lakini kaka, fanya kweli. Ujue Zena ni binti mrembo, kila mtu anamtolea macho. Na kusisitiza ile weka akilini. Basi hakuna shida. Ngoja niende kwa wakala. Mguu wapi huo? Nina safari kidogo. Una safari tena ndugu yangu? Sawa, unajua mwenzako bwana, tayari shughuli shanivuruga. Hapa nilipo nimetoka kuhangaika kuhusiana na jambo hili la mjomba wangu.
Si unajua tena jambo lipo karibu. Nyie vipi kwa upande wenu? Tupo sawa sawa, lakini kuna changamoto kidogo. Changamoto gani? Ujio wa Adamu hapa kijijini umeshtua watu wengi sana, na kaya nyingi zinataka binti zao waolewe na Adamu. Sasa kuna hila zimeingilia kati, lakini kuna mzee mmoja ametuma mshenga hapa nyumbani kwetu kumtaka Adamu amoe binti yake. Ni jambo la ajabu sana, mwanamke anatuma mshenga kuja kiumeni. Hii imenistua sana mkwe. Sasa huyu mshenga aliyekuja hajakuelekeza kwamba ametoka wapi? Nielekeze tu bana, huyu mshenga tokea wapi? Hapana, lakini kwa sasa hilo sio la muhimu sana. Hii imeshakuwa vita mkwe. Tutumie silaha yoyote ile, tukipata 100,000 tu hii kazi inakuwa imeisha. Hili jambo dogo sana kwa kuwa liko ndani ya uwezo wangu, mimi nitalifanyia kazi. Unajua tena mimi nimeshaalika watu chungu mzima, ndugu, majirani, kila kaya hapa kijijini hapa nimewali kwamba kuna shughuli ya mjombangu anaolewa. Sasa huyu mtu anataka kuvuruga hii shughuli ya mjombangu. Mimi siwezi kuikubali kabisa. Hapa tunafanyaje hapa? Mkwe, kuna uhakika? Mimi kikubwa ndoa ya mjombangu ipite. Nitafanya kila namna mwanangu aolewe na mtu tajiri. Basi siwezi kukubali mtu aingilie hii ndoa ya mwanangu. Nitafanya kila namna huyo kakako au Adamu huyo amuoe mjombangu. Fanya hivyo mkwe. Sawa, nalifanyia kazi. Asante. Vipi? Bado si muda sahihi kwa sasa? Amna. Sasa hivi tunaweza kuongea. Subiria pale ngoja niongee. Sawa. Fifi, niambie. Maana nilikuwa na mshasho sana wa kusikia kauli yako. Zege, unampenda ndugu yako? Adam. Ndio, Adam. Nampenda, ndio. Ni ndugu yangu yule. Kwani umeniuliza hivyo? Sasa kama unampenda, kwa nini unakubali adumbukie katika shimo la moto? Shimo la moto? Una maana gani Fifi? Kuna habaya gani Adam kumuoa Zena? Zena ni mwanamke mzuri, ni mwanamke mrembo pia, ana haki ya kuolewa. Kuna habaya gani Adam kumuoa Zena? Zege, Zena ni mwasilika. Zena ni mwathirika? Ni mwasilika, na wao ugonjwa aliambukizwa na kilaka. Walifanya ile sidi, ila nikaona ni vyema nikwambie, kwa sababu nisingependa kuona mtu ametoka mjini anakuja kupatilia matatizo kijijini kwetu. Na wewe umejuaje kama Zena ni mwathirika? Zena ni rafiki yangu, kila kitu chake lazima anifahamishe, na mimi ndio huwa namsindikiza kuchukua dawa zake, na anapochukua dawa napafahamu. Kama mnataka kuoa, mimi nipo wakati wowote ule mkinihitaji. Mje kutoa mahali kwetu, nipo tayari kuolewa na ndugu yako. Sasa nimekuelewa Fifi, hili nitalifanyia kazi. Asante kwa taarifa. Sawa, zingatia.
Dada vipi? Sawa. Kwema? Vipi, mbona umekaa hapa unalia barabarani peke yako? Kuna shida gani? Hamna kitu. Unasemaje hakuna shida wakati naona kabisa machozi yanakutoka? Na ukiangalia muda umekwenda sasa hivi. Unaishi wapi bwana? Mimi naishi kule kwa Mzee Koba. Mzee Koba? Mimi sio mwenyeji sana hapa kijijini, kwa hiyo ukinitajia majina siwezi kuelewa chochote. Kuna nini? Mbona uko hapa sasa hivi? Mimi nilikuwa naishi kule na mume wangu, lakini amenifukuza na sina pa kwenda. Kwa hiyo hapa kijijini hauna ndugu yoyote? Hakuna mtu ambaye mimi najua naye. Mimi nimetokea Tabata Kinyerezi. Tabata Kinyerezi? Dar es Salaam? Sawa, pole. Dada, nifuate.